Kwa hiyo kuna baadhi ya vitu ambavyo alianza kuvibadilisha ndani ya Kaizer Chiefs. Tulianza kuviona ule ujio wa watu kama kina Makabili Lepo ulikuwa unaongeza kitu kikubwa sana kwenye squad ya Kaizer Chiefs, na tuliona mabadiliko makubwa sana kwenye kikosi cha Kaizer Chiefs. Ushindani ulianza kuonekana mwanzo wa msimu, lakini ikiwa timu inaanza kupambania kurejea kwenye makali yake, ndipo ambapo wanampoteza mwalimu ambaye alisimamia project mzima ya Kaizer Chiefs, na viongozi wa Kaizer waliamua kumwamini. Nipigwa kwa Kaizer Chiefs kwa sababu kwenda kumpata mwalimu mwingine ambaye anaweza kuja kuibeba project ile na kuipeleka Kaizer katika nchi ya ahadi itakuwa ni ngumu. Lakini pia hata kwa walimu ambao wamewaachia timu mpaka mwisho wa msimu, sidhani kama wanajitosheleza. Tunamfahamu Cedric Kaze, ubora wake, alishawahi kupewa timu ya Namungo hapa na tuliona kitu gani ambacho kilitokea. Kwa hiyo kuwepo kwenye timu yenye pressure kubwa kama Kaizer Chiefs ni mtihani, lakini Cedric Kaze huyu aliwahi kuwa kwenye timu yenye pressure Young Africans na akashindwa kuperform. Kwa mimi nadhani Kaizer sasa hivi kama wanaweza watafute kocha mwingine haraka iwezekanavyo ambaye anaweza kuja kuchukua mikoba ya mwalimu ambaye ameondoka kwenye kikosi chao. Lakini pia hii ni alama ya hatari kwa tetesi ambazo zinaendelea kuzagaa mjini. Rudia tena. Hii ni alama ya hatari kwa tetesi ambazo zinaendelea kuzagaa mjini. Hivyo tu. Watu wamekwambia kwamba kama kuna mna uhakika mnampokea kesho. Alafu huko si kuna talaka imetoka. Kazi ngumu na ni kazi mzito sana.